Nao viongozi wa kike na wanaharakati wamejitokeza kukashifu vikali ongezeko la dhulma za kijinsia zikiwemo visa vya ubakaji ambavyo vimekithiri katika kaunti ya Busia. Wanawake hao wamesikitika kuwa wasichana wa shule wameathirika pakubwa na visa vya ubakaji. Kisa cha hivi majuzi kikihusisha msichana mwenye umri wa miaka 16 kutoka eneo bunge la Matayos aliyebakwa na mwanamume wa zaidi ya miaka 50. Wengi wa waathiriwa wanatoka katika familia zisizojiweza. Jana tumepitisha child protection policy na sasa tunaanza kutilia manani because your child protection policy na gender based violence zinafanya pamoja. Ningeomba wanaume wa Busia tafadhali, kama unajisikia na mwanamke, kuna wamama kama mimi ni chair lady single mothers, kuja unichukue, wacha kudeal na watoto wadogo because tumechoka kama county, watoto wetu wanaumia, masomo ya mtoto inaisha. Tunakashifu sana hii kitendo ambayo inafanyika na tunataka kuambia kwamba tunataka kusukuma hii kesi kwa sababu hii kesi si ya kwanza. Huyu mtu ako na mazoea. Some years back alibaka mtoto akamuua kwa sababu pia alikuwa na mimba. Na tunajua we are going to dig down those files na tuzilete na atakuwa charged, hata si peke yake mpaka hizo zenye zimeisha. Tunataka haki itendeke na pia tunataka iwe funzo, awe funzo na kielelezo kwa wanaume wengine wenye ukatili na wenye hawana nidhamu, wenye hawaheshimu watoto wa watu. Kwa sababu umri yake, huyo si ni mtoto wake, hata mtoto wake sijui namba ngapi, karibu kitinda mimba yake.